Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwatal Islam wal iman, mwanzo kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi ambavyo ameweza kutukutanisha na kutujumuisha katika jumba miongoni mwa majumba yake, katika msikiti, na msikiti ni miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna buyuta Allahi fil ardi masajid, hakika majumba ya Mwenyezi Mungu kwenye ardhi ni misikiti. Na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pia kwa kutujaalia kuweza kutekeleza ibada ya faradhi mbili kwa wakati mmoja. Ibada ya siyam ni faradhi na ibada ya salatul asr pia ni ibada ambayo ni faradhi. Ni neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii, kwa kuwa sio uwezo wetu hata na sisi kuweza kuja msikitini hivi, sio nguvu zetu, si ujanja wetu, wala si fikra zetu, bali tawfiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah yahdi man yasha wa yadhillu man yasha, hakika Allah anaongoza amtakaye na anampoteza amtakaye. Allah akiamua hutokuja msikitini, wallahi ufiki, na Allah akiamua utakuja msikitini hata kama hutaki utakuja. Hasa jukumu letu si kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutekeleza ibada kama hii. Alafu pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutakabal ibada yetu ambayo tumeweza kuitekeleza. Limadha? Kwa kuwa kutekeleza ibada si shida. Shida ni je, Allah atakubalia ibada kama hii? Wasiwasi wetu si kwenye kuswali, wasiwasi wetu si kwenye kufunga, wasiwasi wetu si kwenye kuhusiana, wasiwasi wetu si kwenye kusoma Qur'ani. Labda wasiwasi wetu ni kwamba amali yoyote ambayo tunaifanya, je, Allah anaikubali? Angalia Ismail na Ibrahim waliponyanyua Kaaba, wakaitengeza Kaaba, kazi kubwa ambayo waliweza kuifanya, si kutengeza misikiti mingine, la, kutengeza Kaaba. Baada ya kumaliza walisema nini? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ewe Mwenyezi Mungu, kubalia amali yetu, taqabbal amali yetu. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kutaqabbal amali yako pia ni neema min Allah. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la yanju ahadukum bi'amali, hawezi akaokoka mbele za Allah subhanahu wa ta'ala mmoja wetu kwa amali yake. Ibada yako haitakusaidia mbele za Allah. Sahaba wakashangaa, wakauliza Mtume, hata anta ya Rasulullah, hata wewe amali yako haitakusaidia mbele za Allah? Akasema naam, ila Allah subhanahu wa ta'ala anifunike kwa rahma zake. Subhanallah, rahma za Allah bimaana Allah akubalia amali yangu, usigurike kwa wingi wa amali wako ya amali ambayo unaifanya, kwa kuwa ibilisi pia alifanya amali nyingi. Moja kati ya masiku Aisha radhiallahu anha aliamka akasali usiku mpaka kunakucha, usiku nzima ansali. Utba akapaliwa na muangalia shangazi yake anaposwali, akashangaa mwanamke usiku kucha anasali, baada salatu al-isha bado anasali mpaka kunaadhiniwa salatu al-fajr, ansali bado. Baada ya kumaliza sala, Utba akamwambia, anti min ahli al-janna, wewe ni katika watu wa peponi. Aisha akamuuliza, kwa nini, mbona uliza hivyo? Akamwambia, umesali kuanzia salatu al-isha mpaka inafika fajr bado unasali, wewe ni katika watu wa peponi. Sikiza majibu ya Aisha radhiallahu anha alipomwambia Utba, akamwambia, usigurike na sala yako, usigurike na sala yangu. Ibilisi alikuwa na mingi mpaka akaitwa abasijida, lakini yote habata, ilipotea na siku moja. Sasa usigurike na amali yako, usigurike na ibada yako, omba Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal ibada yako. Hata moja kati ya masiku Aisha radhiallahu anha aliulizwa, mata yakunu rajulun talih, ni saa gani mtu huwa anageuka na kuwa mchafu?
Ni muda gani mtu huwa anabadilika anakuwa muovu? Baada ya kuwa alikuwa mtu mwema akageuka mara moja tu akawa ni mtu mchafu, akawa ni mtu muovu. Akasema idha dhanna annahu almuhsin, atakapodhania ya kwamba yeye ni mwema, hapo sasa ndio asharidika. Allah sema fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, usijitakase nafsi yako, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anajua mcha Mungu. Na Mtume akatilia mkazo akasema ataqwa hauna, mcha Mungu unapatikana katika moyo. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala ibada yoyote ambayo tuweza kuitekeleza tuitekeleze kutafuta radhi zake, na aweze kutujalia akubalia ibada zetu kwa rahma zake. Ibada yetu isije kuwa ni ibada ambayo inafika pale kirejea. Kwa Waislamu wa imani, leo hii ningependa tuzungumzie amradul qalbi, maradhi ambayo yanapatikana katika moyo wa mwanadamu, maradhi ambayo yanapatikana katika nyoyo zetu sisi kama wanadamu. Amradul qulub, maradhi ambayo yanapatikana katika nyoyo zetu. Na qalbi, ulama wamesema imeitwa qalbi kwa nini? Kwa kule kuruka kwake, kuzunguka kwake. Leo hii mtu ni mwema, kesho ni mbaya. Na qulub, hakika nyoyo, tunasema hakika nyoyo zinapatikana katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah anageuza hizo nyoyo anapotaka. Leo mtu ni mwema, kesho ni muovu, kesho mwema, kesho kutwa muovu. Lakini tuomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe nyoyo zetu ziwe katika taa yake. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotambua kwamba nyoyo zinageuka, alikuwa anaomba dua kwa Allah, anaombea moyo wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam khairu khalqillahi, anaombea moyo wake, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Mwenye kuzigeuza nyoyo, ithibitishe moyo wangu kwenye dini yako. Mwenye kusarifu nyoyo, isarifu nyoyo yangu iwe katika taa yako. Mtume huyu anaombea moyo wake. Mimi na wewe Jesus, ambaye hatujui nyoyo zetu ziko peponi ama ziko motoni, ambao sisi hatujui mwisho wetu utakuwa mwisho wa aina gani. Yule ni mtume ambaye kasamehewa madhambi yake yaliyopita na yanayokuja, lakini bado anaombea moyo wake. Ana wa anti, vipi mimi na wewe, hali yetu ni gani? Tuomba Allah asafishe nyoyo zetu. Ikhwata al-Islam wal iman, amradul qulub, maradhi ambayo yanapatikana katika moyo wa mwanadamu. Kwa kuwa walimadha hadhihi darsa, mbona darsa kama hii? Ni kwa kuwa hata mbele za Allah siku ya kiyama, yule ambaye atafanikiwa ni yule ambaye atakuja akiwa na moyo ambao ni msafi, moyo ambao hauna maradhi, moyo ambao hauna chembe za maradhi ndani yake. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali ya mtu na watoto wa mtu hawatomfaa chochote mbele za Allah. Hapa duniani mali yako inakufaa, hapa duniani watoto wako wanakufaa, hapa duniani tujifakhirisha kwa mali na watoto, lakini mbele za Allah hawatakusaidia tena, watakuwa ni majanga juu yako. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, mtakimbiana hiyo siku. Hapa duniani unampenda, hapa duniani mko pamoja, lakini hiyo siku mtakimbiana. Mali ambayo inakudanganya leo hii, hiyo siku haitakusaidia mbele za Allah, huwezi ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini illa man ata Allah biqalbin salim, illa mtu ambaye atakuja akutane na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa akona moyo ambao umesalimika, moyo ambao hauna maradhi, moyo ambao haujui shirki, moyo ambao haujui riya, moyo ambao haujui ajab, moyo ambao haujui hasad, moyo ambao haujui kibr, moyo ambao haujui shirk, moyo ambao hauna maradhi ndani yake, ndio moyo ambao utaweza kufaidika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na huo moyo ni mwanadamu. Leo hii nafsi yako ikishachukuliwa, labda unaitwa Muhammad, hiyo nafsi ikichukuliwa hautaitwa Muhammad tena, bali utaitwa marhum. Wengine watauliza maiti yuko wapi? Si Muhammad yuko wapi tena, maiti yuko wapi? Jina lako limeondoka. Kumbe moyo ndio wewe mwanadamu, na moyo ndio kiungo kitukufu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakitizama katika mwanadamu, katika mwili wa mwanadamu. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum
wala suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Mwenyezi Mungu haangalii nyuso zetu, wewe ni mtanashati ama si mtanashati hatai kujua, wewe ni mweupe ama ni mweusi hatai kujua, wala ajsamikum, wala haangalii miili yetu, hal hiya kabirun au saghirun, mwili wako ni mkubwa ama ni mdogo hatai kujua, yeye amekupatia huo mwili. Mwili wako ni mnene ama ni mkonda hatai kujua, yeye amekupatia huo mwili. Ni mrefu ama ni mfupi hatai kujua, yeye amekupa hicho kima. Lakini yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zetu na amali zetu. Moyo wako umebeba nini? Moyo wako nini iko pande? Ndicho kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokiangalia kwa mwili wa mwanadamu. Angalia mwanadamu akishamka asubuhi, umeoga, umejisafisha vizuri, kabla ya kuondoka lazima uende kwanza kwenye mirror, ujiangalie kwenye kioo. Je, niko sawa? Nimejipanga vizuri, nitengeza vizuri, nguo yako umepiga pasi, unaangalia vizuri mbele za watu uwe sawa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, je, ule moyo wako pia ushaupeleka kwenye kioo utizama kama uko sawa? Wataka watu waone uko msafi, mashaallah, hamna makosa. Walakini je, Allah moyo wako pia akiutizama anaona moyo wako ni msafi? Na kioo cha moyo wako si kingine bali ni Al-Qur'an Karim. Jitizame ndani ya Qur'an. Qur'an ndani yake imetaja waumini, imetaja Waislamu, imetaja munafiqun, imetaja kila aina ya watu ndani ya Qur'an. Sasa jitafute ndani ya Qur'an, utajua umesimamia wapi, ili uweze kusafisha moyo wako, ili uweze kuingia katika zuma ya watu wa kisawasawa. Omba Allah Subhanahu wa Ta'ala asafishe nyoyo zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine asema, inna fil jasadi la mudghatan idha salaha al-jasad kullu wa idha fasada al-jasad kullu, au kama qala alayhi salatu wasalam. Hakika katika mwili wa mwanadamu mzima kuna kipande cha nyama. Kile kipande cha nyama kikiwa sawa, mwili wote mzima unakuwa sawa, na kile kipande cha nyama kikiwa kibaya, mwili wote unakuwa mbaya. Ala wa hiya al-qalb, na hicho kipande si kingine bali ni moyo wa mwanadamu. Moyo wako ukiwa sawa, mwili wako unakuwa sawa, lakini moyo wako ukiwa mchafu, mwili wako unakuwa mchafu. Moyo wako ukiwa sawa, hata watu watakana wewe sawa sawa, wanasema kaa karibu na fulani, moyo wake safi kabisa. Lakini moyo wako ukiwa mchafu, hata watu wanakutoroka, wasema ndio achana naye, moyo wake mchafu. Watu waongoze katika jambo hilo sawa. Na utanashati wako, watu wanakuita mchafu, watu ya moyo wako, moyo unakuwa mchafu. Tuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asafishe nyoyo zetu na aondoe maradhi katika nyoyo zetu. Na si maradhi ambayo utadhania labda maradhi ya kuelekea hospitalini utibiwe kama attack, hapana. Ni maradhi ambayo nafsia, maradhi ambayo ya katika nafsi yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, katika nyoyo zao kuna maradhi, ndani ya nyoyo. Fazadahumullahu marada, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawazidishia ni maradhi juu ya hali ya maradhi ambayo kuna. Sasa amradul qulub, maradhi ambayo yanapatikana katika moyo. Leo hii nataka tuanze na gonjwa moja miongoni mwa magonjwa ambayo yanapatikana katika moyo wa mwanadamu, na si gonjwa lingine bali ni ugonjwa wa al-kibru, ugonjwa wa kiburi, ugonjwa wa kuwa na kiburi, al-kibru wal-ajab, kuweza kuwa na kiburi na ujub, kujiona. Kwa kuwa kiburi inapatikana katika mwili wa mwanadamu, lakini ajab ni kule mtu kujiona kwa amali zake. Kiburi inapatikana kwenye mali, kiburi inapatikana kwenye ilmu, kiburi inapatikana kwenye nasaba, kiburi inapatikana kwenye uongozi, kiburi kinapatikana kwenye vitu ambavyo wanadamu wanaviona, lakini ajab inapatikana kwenye amali ya mtu. Ajab ni hatari. Ulama wasema al-ajab huwa shirkun billahi fil ibada. Alivyosema Ibn Taymiyyah, ajab ni mtu kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada zake, akaona yote ambayo anafanya ni uwezo wake. Ibada yote ambayo anafanya ni uwezo wake, si uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, si msaada wa Allah. Na sisi tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msaada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tukuomba wewe, tukuabudu wewe Allah, na wewe tunakuomba msaada wa kuwa na ithibati kwenye ibada kama hii.
Omba Allah subhanahu wa ta'ala asafishe nyoyo zetu. Asa al-kibr, kiburi ni nini? Moja kati ya masiku hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Muslim, ikiwa ni hadithi ya 91 fi sahih Muslim. Hadithi nasimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hatoingia peponi, hatoonja pepo ya Allah, hatoipata pepo ya Mwenyezi Mungu mtu ambaye moyoni mwake mnapatikana kiburi kiasi cha mdudu chungu. La yadkhulul janna, Mtume kashapinga. Nakumbuka Mtume maneno yake si ya porojo, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hazungumzi kwa matamanio yake, Mtume hazungumzi anachofikiria yeye, ila kila anachosema ni wahyun min Allah, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa Mtume anasema la yadkhulul janna, hatoingia peponi, hatoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu hiya ghayatuna kulluna, na pepo ndio lengo letu, sie sote tutatamani kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu ambaye kunapatikana kiburi kiasi cha mdudu chungu, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akaiona. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akaingia, anajiharamishia pepo yeye mwenyewe kwa kiburi chake. Wal janna, ulama wanasema sumiyatul janna bil janna ikhtifaiha wastitariha wa bu'diha an uyunin nas. Pepo imeitwa kwa jina la pepo kwa nini? Listitariha, kwa kule kujistiri kwake, wakhtifaiha, na kule kujificha kwake, wa bu'diha, na kujiweka mbali kwake, an uyunin nas, kutokamana na macho ya wanadamu, vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia katika pepo yake, macho yetu hayajai kuona. Katika hadithi al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala asema, a'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, nimewaandalia waja wangu peponi kule ma la 'aynun ra'at, vitu ambavyo macho hayajai kuona. Kama umeona mambo ya ajabu hapa duniani, basi viliomo katika pepo ya Allah hujawahi kuona abada. Wala udhunan sami'at, wala masikio mwanadamu hayajai kusikia, wala udhunun sami'at, wala masikio mwanadamu hayajai kusikia aliyomo katika pepo ya Allah. Ukisikia katika pepo ya Allah kuna mkunazi, si mkunazi kama huu hapa duniani, la, ni mkunazi wa kipekee yake. Ukisikia Allah subhanahu wa ta'ala asema utaingia peponi na mpenzi wako, udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun, ingieni peponi nyinyi na wapenzi wenu. Si huwa ndio kolea hapa duniani, haikuja kuna mibadilika. Inna ansha'na kunna insha. Allah anasema tuwabadilisha hata kuwa jinsi ambavyo alikuwa hapa duniani, la, anakuja peponi akiwa tofauti, mrembo kuliko alivyokuwa, unakuja kuwa mtanashati kuliko ulivyokuwa hapa duniani. Wala khatara ala qalbi bashar, wala haijai pitia kwa moyo wa mwanadamu kuimagine vitu ambavyo vinapatikana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa leo hii huwezi ukaimagine vitu ambavyo vinapatikana katika jumba la Ruto, sema sisi kafikiria labda ni vitu viko high class zaidi. Je, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vitu vya aina gani? Ali bin Abi Talib alikuwa asema la tarkananna bidunya ma fiha bal mautu la shakka yuthnina wa yuthniha i'malu lidari ghadin ridwanu khazinuha wal jaru ahmadun arrahmanu nashiha qusuruha dhahabun wal misku tinatuha wa za'faranu hashishun nabitun fiha. Usiegemee dunia sana, la, fanya mambo kwa ajili ya jumba la kesho ambalo ridwanu khazinuha, askari yako ni ridwan, wal jaru ahmadun, na jirani yako katika pepo ya Allah ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye mimi na wewe tumtamani kumuona hata katika ndoto. Arrahmanu nashiha, pepo ambayo aliyeijenga ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe, fundi wa mafundi, profesa wa mafundi. Kama umeona mafundi hapa duniani wakiajabu ajabu, basi ilmu ya ufundi ambayo wako nayo wameitoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah ndiye mwapatia ilmu kama hiyo. Dawa ya Islam ya
qusuruha dhahabun wal misku tinatuha wa za'faranu hashishun nabitun fiha. Majumba ya kule ni ya dhahabu. Leo ukipatiwa dhahabu kilo moja ushatajirika, lakini jumba la kule peponi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia waja wake wema ni jumba la dhahabu. Harufu kule ni ya miski, alafu nasikia kule ni zaafarani. Tuomba Allah tuingize katika pepo yake kwa rahma zake. Sasa pepo kama hiyo, Mtume anasema la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hatoingia peponi mtu ambaye moyoni mwake hakunapatikana kiburi kiasi cha mdudu chungu. Masahaba wanashangaa, hiyo pepo ambayo kuna hizo sifa zote, kuna mtu ambaye anakosa kuingia katika pepo ya Allah kwa kiburi? Masahaba wakawa na wasiwasi, wanaona kana kwamba wao pia labda wako na kiburi. Wakauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna rajulan, hakika ya mtu, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan, hakika mtu anapenda kuona mavazi yake yakiwa mazuri, mtu akuwe smart, vazi yake ni safi, na anapenda kuona viatu vyake vikiwa vizuri. Ya Rasulullah, je, hii ni katika kiburi jamani? Wanaona ya kwamba mavazi yao kuwa mazuri na viatu vyao kuwa vizuri labda ni kiburi, watakosa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi ambavyo masahaba walivyomfahamu Mtume na walivyofahamu pepo ya Allah na walivyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na fikra zao zilivyokuwa juu kufikiria pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanashangaa, si tupenda kuona mavazi yetu yakiwa safi, tupenda kuona viatu vyetu vikiwa vizuri, vikiwa visafi. Je, hal hiya min kibrin ya Rasulullah? Je, hii ni katika kiburi, ewe mjumbe wa Allah? Mtume akasema, inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamala, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda vitu vizuri, anapenda kuona neema ambayo amemneemeshia mja wake akiitumia katika njia ya kisawasawa. Sasa ukiwa msafi, hamna makosa, bora usafi wako na kung'ara kwako na kuvaa kwako vizuri kusikupelekea ukajigamba, hapo ndio makosa yanaingia. Lakini kama utavaa kwa ajili neema ambayo Allah amekupatia, ukavaa smart, kushukuru neema ambayo Allah ameweza kukupatia wewe, hauna makosa. Tena Allah anapenda hivyo, inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamala, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Kisha Mtume akaamua kuelezea sasa kiburi ni nini. Akasema, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, asema kiburi ni kukataa haki, ay raddul haqq, kurudisha haki. Baada ya kuambiwa hii ni haki ukakataa, sitaki, si kwamba umeshindwa, sitaki. Batarul haqq wa ghamtun nas, na kuwadharau watu. Mara ngapi si tuambiwa haki unakataa? Mara ngapi unaambiwa hii ni haki unakataa? Hii ni katika kiburi. Hadha naw'un min anwa'i al-kibr au juz'un min ajza'i al-kibr, hii ni sehemu miongoni mwa sehemu za kiburi. Wa ghamtun nasi, na kuwadharau watu. Ukakaa ukasema yule ni klasi yangu, huyu si klasi yangu, mimi nitatembea na watu wa klasi yangu, huyu hajafikia daraja yangu. Allah tuongoze katika njia ya Uislamu. Alama takabbari ya binadamu. Nini kinakufanya unakuwa na kiburi ya mwanadamu? Unakuwa na kiburi kwa ajili ya ubinadamu wako? Unakuwa na kiburi kwa ajili ya rangi yako? Unakuwa na kiburi kwa ajili ya mwili wako? Unakuwa na kiburi kwa jinsi ambayo Mungu alivyokuumba wewe mwanadamu? Hebu rudi ujiangalie kwa wewe mwanadamu nani, ndio uweze kuondoa kiburi katika moyo wako. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqa yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Allah anasema falyanzuril insanu mimma khuliqa, hebu huyu mwanadamu kwanza ajitizame vizuri, ajiangalie vizuri, ameumbwa kutokamana na kitu cha aina gani? Kwa kuwa asilia ya kitu ndio kitu. Khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokamana na maji yenye kutoka, sperm, mani. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, inatoka baina ya mgongo wa mwanamume na kifua cha mwanamke, ndio mimi na wewe. Ndio kiburi ambacho kinatupanda mimi na wewe. Asilia yetu sisi ni sperm, maji ambayo baba angetaka angetia kwenye mpira na akatupilia mbali. Maji ambayo leo hii yakitoka ukayagusa waenda kuoga, kwa nini? Ni chafu. Na ndio mimi na wewe watu waongoza katika jambo hili sana. Katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura
yangu na hiyo aya maarufu kwa sawa. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Je, mwanadamu hakukuwa tone la mani? Je, mwanadamu mimi na wewe hatakuwa tone la mani? Ndio leo hii mnaanza kujigamba. Ndio siku moja Abu Bakr Siddiq alitumiwa barua ambayo iko na kiburi ndani yake. Akatazama ile barua, akaona huyo bwana ambaye amemtumia ile barua iko na kiburi sana. Akaamua kureply, kuregesha majibu. Sikiza majibu yake. Anamuuliza, kayf tatakabbaru ala Allah? Kayf tatakabbaru ala Allah? Vipi wewe unamletea Mwenyezi Mungu kiburi? Waqad akhrajaka Allah min majri al-bawl marratayn, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupitisha katika njia ya mkojo mara mbili. Ulipitia katika njia ya mkojo ukiwa manii kuingia kwa mama, na ukapitia katika hiyo njia ya mkojo ya mama ukizaliwa. Watatakabbar, na unakuwa na kiburi leo hii. Watu ongoze katika njia moja sawa. Allah subhanahu wa ta'ala kielezea zaidi asili yetu si wanadamu, anasema tena, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Katika udongo tuliumbwa sisi wanadamu, udongo ambao mimi na wewe tukikanyaga unapangusa, ni uchafu, lakini huko ndio mimi na wewe tumetoka. Wa fiha nu'idukum, na katika udongo tutawarudisha tena. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na katika udongo mtafungiwa tena kwa mara ya pili. Sasa vipi unakuwa na kiburi? Asilia yako ni mchanga. Kama utapinga mchanga, asilia yako ni manii. Vipi unakuwa na kiburi ewe mwanadamu? Vipi unaingia na kiburi katika moyo wako ewe mwanadamu? Unakuwa na kiburi, na kiburi ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, na ni hadithi qudsi, anasema qala Allahu azza wa jalla, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-izaru al-izzu izari wal-'adha wal-kibriya ridai. Al-izzu izari wal-'adamatu wal-kibriya ridai. Asema kama ni kujipandisha, al-izza kujipandisha juu, au al-'adama kuanza kujiinua juu ukajipandisha klasi, ni mavazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-kibriya ridai, na kiburi ni shuka langu. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anavaa mavazi? Hapana, ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutakabbir fa'alun lima yurid, Allah anafanya anachotaka yeye, ni sifa ya Allah. Wewe ukijivalisha kiburi kana kwamba unavua Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake, unaamua kuivaa wewe. Kuomba Allah tuongoze katika njia moja sawa. Fama yunazi'uni adhabtuhu, katika riwaya nyingine anasema fama yunazi'uni fihima adhabtuhu wala ubali. Atakayethubutu kubishana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kiburi ama kwenye izzu, basi mtu kama yule Allah anasema atamwadhibu wala hata. Mara ngapi sisi tuko na kiburi? Mara ngapi mimi na wewe tuko na kiburi? Mpaka mtu akwambia brother, uko na kiburi sana, lakini wewe hujali, mpaka unakaa unasema mimi maskini, lakini maskini jeuri. Watu ongoze katika njia moja sawa. Maskini jeuri. Sikiza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inasimuliwa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim, ikiwa ni hadithi ya 107 fi sahihi Muslim, hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, thalatha la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Watu watatu Allah subhanahu wa ta'ala hatazungumza na siku ya kiyama, wala yuzakkihim, wala Allah subhanahu wa ta'ala hatawatakasa wale watu, wala yandhuru ilayhim, wala Allah subhanahu wa ta'ala hatawatizama kwa jicho la rahma, wala hum adhabun alim, na wale watu watakutana na adhabu kali kabisa. Watu sampuli tatu, watu aina tatu. Masahaba wanasikiza Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akaanza kwa kusema shaykhun zani, shaykh zani, mzee mzinifu, mzee ambaye amefikisha miaka 70 bado pia anatamani zitoto, mzee ambaye amefikisha miaka 70 bado pia anakimbizana watoto wadogo, bado anakimbizana zina, miaka ambayo mzee kama yule anafaa kuwa analea wajukuu, yeye pia anakimbizana zina. Sikumaanisha zina ni halali kwa vijana, la, ya haramu hata kwa vijana, lakini mzee kuzini
inaleta picha nyingine tofauti mbovu kabisa. Sasa Mtume akasema shaykhun zani, mzee mzinifu, kijana amezini kwa shahwa yake iko juu. Wewe mzee, shahwa hiyo unaitoa wapi ya kuzini? Watu ongoze katika njia iliyo sawa. Kisha akasema wa malikul kadhab, na kiongozi muongo. Yule ambaye unamuongoza anaweza kudanganya wewe kama kiongozi apate 50 au 100. Lakini wewe ambaye unamuongoza huyo unamdanganya kwa sababu gani? Wataka nini kwake? Ndio uweze kumdanganya. Ndio malikul kadhab. Mbona udanganye yule ambaye unamuongoza yeye? Tunasema mtu kama huyo atapata adhabu kali hatizamwa na Allah. Mtu kama yule ni hatari. Ndio utalisema ni imani. Kisha Mtume akasema wa'adil mustakbir, ay faqirul mustakbir, maskini mwenye kiburi. Matajiri wamekuwa na viburi kwa mali zao, wewe hauna chochote bado unakuwa na kiburi. Tena unaona kuwa maskini mwenye kiburi kana kwamba ni sifa. Mimi ni maskini jeuri. Allah tuongoze katika jambo hili sawa. Kumbe ni sifa mbovu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-Islam wal iman, ala ma natakabbar. Nini kinakupelekea wewe unakuwa na kiburi? Wanadamu wako ndio wafanyeze kuwa na kiburi. Angalia Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, alikuwa asema miskini ibn Adam, miskini ibn Adam, maskini mwanadamu. Taqatuluhu sharqa, chakula kimpania hapa kwenye shingo chaweza kikakuua wewe. Chakula kama hapa kwenye shingo huenda kikaua huyo mwanadamu. Watumtiluhu arqa, na jasho inafanya huyo mwanadamu ananuka vibaya, kama si vile vijispray ambavyo tunajipiga. Wallahi mwanadamu ananuka vibaya kuliko hata mnyama. Mnyama haogi atakaa mvua ainyeshe miezi kadhaa, lakini hatoya vibaya kama mwanadamu. Mwanadamu kaa siku 2 ama siku 3 hujaoga, watu wanaanza kuepuka, asema huyo atoa vibaya. Sasa tumtinuhu arqa, jasho ya mwanadamu inafanya anatoa harufu mbaya. Watulimuhu bakka, kisha akiumwa na kunguni anasikia uchungu kabisa. Kunguni anampa uchungu. Kunguni akiingia katika malazi yako, wallahi billahi hiyo siku haulali. Kwani kunguni ananiuma? Watu ongoze katika jambo hilo sawa. Watakabba alafu na bwana kiburi. Unabishana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitu. Tuomba Allah tuongoze katika jambo hilo sawa. Kuna kisa cha bwana mmoja ambaye mzee alikuwa barabarani. Mzee akiwa barabarani akaambiwa kule mbele mfalme anakuja. Kule mbele mfalme anakuja. Na kwa mfalme anakuja, watu wote wanaondolewa barabarani. Mzee rejea ulikotoa kwanza mfalme apite. Mzee akasema nimetoka mbali na ninakuelekea nyumbani. Tafadhali naomba die maskani. Mnihurumie mimi kama mzee. Ni mzee ajabu kabisa. Mnihurumie mimi kama mzee. Kaambia bwana, shida ni mfalme sio sisi. Wewe ondoka tu. Mzee akasema hapana, at-tariqu wasi' yasiluni wa yasiluhu. Barabara ni pana, inanitosha mimi na mtosha yeye jamani. Kwani mfalme anatosha naje? Tapitia huko na mimi tapitia huko, tapishana tu. Leo hii ukienda kwenye mabarabara labda ni magari ya Ruto, mfalme anapita, ya president anapita, waona barabara imeng'arishwa. Magari mengine yote yanaondolewa. Limadha? Hapa leo president anapita. Kiburi hicho. Sasa ule bwana kiburi kimempanda, watu wote waondolewa barabarani. Wale maaskari wakasema ndio mzee wachane, atakubana mfalme kule mbele. Mzee alikutana na mfalme. Mfalme akauliza yule mzee, watu wote wameniondokea barabarani, wewe mbona hujaniondokea wewe mzee? Watu wote wamenitokea, barabara imeng'ara, mimi napita. Wewe mbona hujaniondokea barabarani? Subhanallah. Mzee akamwambia at-tariqu wasi', barabara ni pana jamani, inatosha mimi na wewe, hauna tatizo. Naona tutapita huko na nipitie huko. Yule mzee, yule mfalme akamuuliza atadri man ana, unajua mimi ni nani? Ndio kalima ambayo mimi na wewe leo hii tunaitumia. Unauliza ndugu yako, unajua mimi ni nani? Unacheza na mimi? Unanifahamu kweli? Subhanallah. Mani inaambia mani mwenzake, kuuliza mani mwenzake, wewe unajua mimi ni nani? Allah tuongoze katika jambo hilo sawa. Mimi ni mani, na wewe unayemwambia unajua mimi ni nani, yeye pia ni mani. Mani inatishia mani mwenzake. Allah tuongoze katika jambo hilo sawa. Hivi bure ambavyo vimetupana sisi. Tabia ambayo ibilisi alianza, kiburi. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu wa inna iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin.
fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Ibilisi alikataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wastakbar, kisha akawa na kiburi. Kila anayekuwa na kiburi, ndugu yangu, anachukua vazi la Ibilisi analivaa, sifa ya Ibilisi anaivaa, alileta kiburi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka Allah anamuuliza, ma mana'aka alla tasjud in amartu, nini kimekuzuia wewe usisujudie Adam nilipokuamrisha mimi? Hakuangalia aliamrisha ni nani, yeye alidharau anayesujudiwa ni nani. Alidharau Adam, akasahau ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaambia Allah, ana khairun minhu, mimi bora kuliko huyo Adam. Kwa nini? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, ni umeniumba kutokana na moto, huyu umemuumba kutokana na mchanga, tena ni fresh matter. Huyu umemuumba nikimuona mtu mdogo sana huyu. Bwana kiburi hicho, watu ongoze katika jambo hili sana. Ndio hii wako wazee ambao pia sisi tuambia watoto, huyu bado mdogo, huwezi kuzungumza na mimi. Hapo unapata kijana pia anaambia mzee, wewe umri wako umesonga bana, wewe ni zama za kitambo, sasa ni Gen Z. Watu ongoze katika jambo hilo sana. Kiburi hicho kinatusumbua, kinaingia wazee na kinaingia mpaka na vijana. Allah tuongoze katika jambo hilo sana, na tuweke mbali sana kiburi. Ikhwatal Islam wal iman, Ibilisi alisahau moto hauwezi ukachoma mchanga, lakini mchanga ukichukuliwa ukamwaga kwenye moto, moto utazima. Akataa amri ya Allah. Na hapa hivi kuna swali kubwa ambapo pesa tunafaa tujiulize, na mafunzo makubwa ambayo yanapatikana kwenye kisa kama hiki ambacho kimerudiwa mara kadhaa, mirara na tikrara ndani ya Qur'an. Mbona Allah kairudia hivi? Adam, Ibilisi alikataa kusujudia Adam sijda ya heshima, akalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii mimi na wewe tunakataa kumsujudia Rabbul Alamin sijda ya ibada. Hali yetu ni vipi? Ndio vitu ambavyo tunataka tujiulize. Huyu sijda ya heshima kwa Adam akalaaniwa, sisi sijda ya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali yetu itakuwaje mbele za Allah subhanahu wa ta'ala? Toba Allah tuongoze katika jambo sana. Asante. Mfalme anamuuliza, atadri man ana, unajua mimi ni nani wewe? Umekataa kuniondokea barabarani. Mzee akamwambia, taarifu, nakujua na kufahamu. Akamuuliza, mimi ni nani? Hebu elezea hapa hivi kinaga ubaga, hata watu wengine waweze kujisikizia mimi ni mtu aina gani, waweze kupata uoga hata pia na wao kabla nikuchukulia adhabu. Mzee akamtizama akamwambia, awwaluka nutfatun madira, awwaluka nutfatun madira, mwanzo wako ulikuwa matone ya maji chafu, mani, wa akhiruka jifatun kadhira, na mwisho wako utakuwa mzoga ambao unanuka vibaya. Ukishafariki hata mpenzi wako hesta la karibu na wewe anasema no, eko pembeni, funga moto ende azikwe. Watu ongoze katika jambo hilo sawa. Jifatun kadhira, mzoga unanuka vibaya. Wa baina dhalika tahmilu al'adhara, na baina ya hapo katikati, kabla ukiwa nutfa na kabla ya kuja kuwa jifatun, hii jifa mzoga, kabla ya kuja kuwa mzoga, baina dhalika tahmilu al'adhara, umebeba uchafu katika tumbo yako. Ungeacha utumbo nyumbani wewe tofauti, uko na kinyesi ndani ya tumbo yako, watu takabbar, alafu unakuwa na kiburi. Ndio mimi na wewe, atadri man ana, unajua mimi ni nani? Hiyo ndio sifa yetu. Allah tuongoze katika jambo hilo sawa. Ala ma takabbar, nini kinafanya unakuwa na kiburi leo mwanadamu? Unakuwa na kiburi kwa ajili ya mali, pesa uliomiliki, ndio mnakupelekea wewe kuweza kuwa na kiburi. Kumbe nyuma, angalia Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil asbati ulil quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardh
inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihim al-mujrimun. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia Qarun fi surati al-Qasas, ambaye alikuwa na mali ambayo vifunguo vya hazina ya mali yake vilikuwa vinabebwa na punda 40, vifunguo peke yake. Leo hii wewe labda uko na milioni 50 kwenye akaunti yako, labda uko na ploti na majumba umejenga yamesimama, unaokota renti, inakupelekea wewe kuweza kuwa na kiburi. Takabbar. Nini kinafanya uwe na kiburi? Yaliposema innama utituhu ala ilmin indi, hii niliipata kwa ilmu yangu mimi, ujanja wangu. Alam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa. Hajui Allah subhanahu wa ta'ala aliangamiza katika kaumu zilizopita waliokuwa na nguvu, waliokuwa na mali kuliko hata yeye. Namrud ibn Kanaan alikuwa na mali, alikuwa kiongozi ulimwengu mzima, si kiongozi wa nchi moja ama kiongozi wa bara moja, la, alikuwa kiongozi wa dunia nzima. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuja kumwangamiza namna gani? Mbu anaingia katika masikio yake, akaingia mpaka kwenye kichwa chake, anamsumbua kichwa kinamwanga, akaambia watu, huyu mbu amenisumbua sana, chukueni rungu mnipige kichwa. Allah kutaka kuonyesha wewe si chochote wala si chochote. Takabbar. Nini kinafanya unakuwa na kiburi? Ni hiyo mali ya dunia unakuwa na kiburi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ad-dunya mal'ana wa mal'ana ma fiha, dunia imelaaniwa na vimelaaniwa viliomo duniani, illa dhikrillahi ta'ala, isipokuwa dhikri ya kumtaja illa alima, isipokuwa alima ambaye anafunza dini, wa mutaalima, na mwanafunzi ambaye anajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikrillahi, na dhikri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wama walahu, na kile ambacho kinakaribia ibada kama hiyo ndio havijalaaniwa, lakini hiyo vingine vyote vimelaaniwa. Unakuwa na kiburi kwa kitu ambacho kimelaaniwa, unakuwa na kiburi kwa mali ambayo imelaaniwa. Mali yako ndio inakudanganya mpaka unakuwa na kiburi. Tuomba Allah tuongoze katika njia nzuri sana. Ikhwatal Islam wal iman, takabbar. Ni nini kinakupelekea unakuwa na kiburi? Ni uongozi ndio unakudanganya mpaka unakuwa na kiburi? Ni uongozi ndio unakuchochea mpaka unakuwa na kiburi? Kama ni uongozi ndio unafanya unakuwa na kiburi, ndugu yako, au kujua kwamba uongozi haudumu. Al-Imam Sha'rawi akiwa Misri, profesa kule Misri, alipopewa uongozi alijenga jumba lake kwenye geti, karibu na geti kama watchman. Wengine wanajenga ndani, lakini yeye kajenga karibu na geti. Tukamuuliza, wewe mbona unajenga jumba lako karibu na geti? Wewe unafaa kukaa kule ndani. Akasema hapana. Unajua uongozi haudumu. Innal imara, haki ya uongozi la takhlud, haudumu. Laiti uongozi ungedumu, ma wasalani, haungenifikia mimi. Hasa mimi najua pia mimi ipo siku nitatoka kwenye uongozi, nitajenga jumba hapa karibu na geti. Siku ile natoka basi sidangani, nikuondoka niko nimeenda. Walivyotambua, walivyojua, walivyofahamu, lakini mimi na wewe. Tuomba Allah tuongoze katika njia ambayo iko sawa. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, mwanachuoni mkubwa, ni mwanachuoni tajika sana katika Afrika Mashariki. Ni mwanachuoni ambaye amefanya ijtihada ya bidii kabisa kuweza kupambana ili tuweze kuifahamu dini yetu katika ilmu ya fiqh. Huyo mwanachuoni, angalia na ilmu yake na bidii yake na cheo chake, alikuwa anasema inna alayya thiyabun law yuba'u bifilsin, law yuba'u jami'uha bifilsin lakana alfilsu aktharu minhun. Anasema mimi niko na mavazi ambayo laiki yatakusanywa yote yaamue kuuzwa kwa filsi moja tu. Yaani filsi ni pesa kidogo sana nyakati hizo. Kama utaje shilingi moja leo hii,
Sasa yale mavazi yangu yatakusanywa yote, mavazi ambayo niko nayo yaamue kuuzwa kwa filisi moja, hiyo filisi moja itakuwa ni nini kuliko mavazi yangu? Tuomba Allah